Mimi niendelee kuambia kwamba kombe linabaki Zanzibar. Kombe linabaki Zanzibar kwa mara nyingine. Niliwahi kuambia wakati tupo katika hatua ya makundi. Tumejifunza vitu vingi kwanza. Unajua unapokutanisha timu za rika tofauti tofauti kwenye ukubwa tofauti tofauti, level tofauti tofauti, unakuwa unajifunza vitu vingi. Kwanza unajifunza namna wanavyokaa. Kwa upande wangu mimi hiyo issue ambayo ipo technically nitasubiri mpaka hivi sasa utolewe ufafanuzi, lakini kwa upande wangu mimi na kwa upande wa kamati ya habari ambayo mwenyekiti wake tumepata ufafanuzi mzuri. Mechi zote zimechezeshwa haki na mechi zote ziko katika utaratibu mzuri. Naam, assalamu alaikum mtazamaji wa Bwigane TV. Karibu sana tuzungumze yale kimichezo. Leo hii tuko na Ali Rashid Pizarro ambaye ni msemaji ama media officer wa michuano ya Mapinduzi Cup ya mwaka 2024 ambayo inaendelea hapa visiwani Zanzibar. Bwana Pizarro, mambo vipi? Safi, vipi hali she? Safi, kwema? Kwema, tuko vizuri kabisa. Bwana, bila shaka mashindano ya Mapinduzi tunaelekea katika hatua ya finali baada ya nusu finali kuchezwa na sasa tunaelekea katika hatua ya finali. Mlandege wameingia tena kwa mara nyingine, wanaenda kukutana na Simba Sports Club. Bwana, tupe tathmini yako mashindano tangu yameanza mpaka kufikia hatua hii. Mashindano yamekuwa yamezidi kuwa makubwa, hususan siku zikenda mbele, na awali tuliwahi kuzungumza kwamba mashindano ya mwaka huu yamechagizwa vikubwa kabisa na muonekano wa uwanja mkubwa, lakini pia lile agizo la Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwamba mashindano ya mwaka huu ya miaka 60 yawe makubwa. Kwa hiyo tulianza kwenye muonekano wa uwanja, tukaja kwenye aina za timu ambazo zinashiriki, lakini pia mashabiki pia wamejitokeza siku hadi siku, haujalishi kwamba hivi leo anacheza nani na kesho anacheza nani. Kwa hiyo kitathmini mpaka hivi sasa tunaendelea vizuri na tunamshukuru Mungu. Hakuna kitu kikubwa ambacho mpaka hivi sasa kimezuia harakati zisende ama zitazuia harakati zisende, hususan kuelekea finali. Timu zote ambazo zimeingia finali zimeingia kwa uwezo wao, na zile ambazo zimetoka kwenye hatua ya robo ama nusu ni zao wenyewe, kwa sababu mchezo umekuwa ukichezwa hadharani kabisa. Changamoto za hapa na pale kwenye mitandao ya kijamii na vitu vingine ni mambo ya kawaida ambayo hayasitishi mambo mengine kuendelea. Kwa hiyo everything mpaka hivi sasa ziko vizuri, na sisi kama kamati ya habari na hamasa kwa upande wa Mapinduzi Cup tunahakikisha kwamba utaratibu wote unakuwa vizuri, na tuko tayari sasa kuishuhudia finali ya kihistoria kati ya Mnyama akicheza na Mlandege pale katika uwanja wa Amani. Hii itakuwa ni first time hizi timu zinakutana katika finali. Ni finali kubwa kwa sababu kila mmoja Mlandege anataka kuchukua kombe hili mara ya pili sasa mfululizo, lakini Mnyama anataka kuchukua kombe mbele ya Mlandege, ambapo kwa miaka ya hivi karibuni hakupata hilo kombe kulichukua. Kwa hiyo kila timu imekuwa na priority nzuri ya kulitaka hili kombe. Kwa hiyo sisi tunahakikisha matayarisho yanakuwa vizuri, na mpaka hivi sasa tumebakisha siku moja tu na masaa machache kuelekea finali, kila kitu kiko sawa. Bwana, kumekuwa na maneno mengi baada ya mechi hizi mbili za nusu finali, Mlandege dhidi ya APR, lakini pia Simba dhidi ya Singida Fountain Gate. Kwa upande wenu maneno mengi yamekuwa ni kwa upande wa waamuzi. Ninyi kama wanakamati mna maoni gani ama mna neno lipi la kuambia? Mambo ambayo yanazungumzwa kama hapo awali nilikwambia kwamba kwenye mashindano yoyote hususan yakiwa mazuri kunakuwa na baadhi ya changamoto huwa zinajitokeza, na hizi sisi zinatupa challenge ya kurekebisha na vitu kukaa sawa. Maneno ya kawaida sisi huwa hayatuyumbishi, tunayachukua kama ni changamoto kurekebisha, kama ni kuwa ni na ya kufanya kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo jambo ambalo wanalizungumzia watu kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna changamoto ya waamuzi, kuna hivi na hivi, lakini michezo mingi pale kwenye pressure tu ya mechi kunakuwa na maneno mengi sana, lakini watu wanapokaa chini wakaangalia tafakuri ya namna gani tukio lilivyokuwa na mpaka sasa iko vipi, wanapata lile jawabu moja kwamba muamuzi alikuwa sahihi. Mechi ambazo zinalalamikiwa ni mechi ya za nusu finali ya kwanza na nusu finali ya pili. Of course nusu finali ya kwanza watu wengi wamelalamikia kwamba muamuzi amekuwa akielemea upande mmoja, upande wa Mlandege, huku amekuwa, lakini lile lilikuwa ni joto la awali. Lakini ukijaribu kuangalia hivi sasa, hata wachambuzi wengi na watu ambao wanafuatilia mpira wamesema kwamba waamuzi walikuwa clear, waamuzi walikuwa right kabisa, na wanapaswa kupongezwa sasa kwa umakini wao ambao wanauonyesha. Na ukizingatia michuano hii hairigadi muamuzi yuko katika level gani. Kuna watoto
ushonifahamu, ambao wanatoka kwenye academy, wamefunzwa vizuri kabisa na wako vizuri na wanachezesha na wako makini kabisa. Kwa hiyo hata hii kwenye nusu finali ya pili maneno yamekuwa ni mingi, lakini kila ukijaribu kukaa chini na ukiangalia tafakuru kabisa na video ukiangalia mwanzo hadi mwisho, unaona kabisa kwamba hakuna tatizo. Limebakia issue ya mashabiki. Unajua saa nyingine unapokizungumza kitu na mtu ambaye analengwa hataki kukisikia hicho kitu, inakuwa ni tatizo. Na hususan tupo kwenye nchi ambayo watu wanapendelea sana kuhukumu kushinda reality ilivyo. Yaani watu hataki kuona ukweli unadhihiri, hataki kuona kwamba mtu fulani anapata haki yake. Wao wanachokiwaza kwamba Mazali huyu yuko hivi, basi huyu afanye hivi. Kila mmoja ambaye anashinda kwa uwezo wake. Kila mmoja ambaye anatoka basi ametoka hadharani kabisa yeye mwenyewe. Inabakia changamoto za kawaida, nasema kwamba ni waamuzi, goli lile lilikuwa offside, goli hili lilikuwa. Lakini ukija kiclear kabisa, wataalamu wenyewe wanakuambia hakuna tatizo, hakuna tatizo, mwamuzi alikuwa right kabisa. Lakini kwa upande wa mechi ya jana, wengi wanasema kwamba ule mpira ulikuwa haikuwa kona, ilikuwa ni goal kick, kwa sababu hata wale kuwepo uwanjani wanakuambia mwamuzi wa pembeni alionyesha kwamba ni goal kick, lakini mwamuzi wa kati akaamuru iwe kona. Na leo hii tumesikia kutoka kwenye kamati ya waamuzi kwamba ule mpira kweli ilikuwa ni goal kick, haikuwa kona. Kwa upande wako wewe kama mmoja kati ya wanakamati, labda yani ikitokea issue kama hizi mnafanyaje? Hivyo ni vitu viko technical kwanza. Sisi tunakuwa tunazungumzia vitu ambavyo tayari vimeshatolewa ufafanuzi na tayari vitu ambavyo viko kwenye right kabisa. Vitu vya technical kama hivyo, kwa sababu waamuzi wana kamati yao ya waamuzi, lakini pia kwenye Kombe la Mapinduzi ipo kamati ya ufundi ambayo inashughulikia jambo kama hilo. Kwa hiyo tunasubiri sisi ufafanuzi wa kitu gani ambacho kitachukua nafasi. Of course kama kuna mambo yanalalamikiwa, kamati imeyachukua kama ni fursa na kuyaangalia namna gani yatakavyokuwa, lakini baadaye pia kutolea ufafanuzi. Lakini kama itakuwa jambo lililofanyika liko sahihi kabisa, basi itakuwa hakuna tatizo lolote. Mimi kitu kilichokuwa technically nitasubiri kamati ya ufundi ambayo imepewa mamlaka itoe ufafanuzi. Sisi tuna kamati ya ufundi, tuna kamati ya habari na hamasa, tuna kamati ya protokali. Kamati ziko nyingi, hazipungui 8. Kwa hiyo sisi tunasubiri kitu ambacho kitachukua nafasi kwenye technically iko hivi tupate kukisemea. Kwa sasa hivi sitakuwa na majibu zaidi ya kusema kwamba mechi imechezeshwa kwenye utaratibu uliokuwa wa haki. Mechi zote zimechezeshwa katika utaratibu uliokuwa mzuri. Mtu ambaye ameshinda, mtu ambaye amefungwa kwa yeye mwenyewe. Kwa hiyo zile pressure za kwenye mechi tunaziona hata Ulaya. Mtu hataki kutolewa sehemu ambayo yeye anahisi sehemu fulani akifika atapata manufaa. Mimi unaponiondosha sehemu ambayo najua hakika hapa pana manufaa yangu, basi nitakuwa ni changamoto kwangu na itakuwa ni siku 2-3, lakini mwisho wa siku unapodhihirisha sasa ukweli kwamba jambo hili liko hivi, basi linakuwa katika utaratibu mzuri. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi hiyo issue ambayo ipo technically nitasubiri mpaka hivi sasa utolewe ufafanuzi, lakini kwa upande wangu mimi na kwa upande wa kamati ya habari ambayo mwenyekiti wake tumepata ufafanuzi mzuri. Mechi zote zimechezeshwa haki na mechi zote ziko katika utaratibu mzuri. Sawa, kuelekea sasa fainali hii ambayo inasubiriwa kwa hamu na wengi. Mashabiki wa Simba wanaisubiri timu yao kwenye fainali, lakini pia mashabiki wa Mlandege kwenye mechi ya nusu fainali iliwaona wanaimba mwanzo wa mechi mpaka mwisho wa mechi. Watakuwa wanaisubiri kwa hamu pia fainali hii. Huenda wakachukua kombe kwa mara ya pili ama Simba wakachukua kombe baada ya kulipoteza kwa muda mrefu. Wewe kwa upande wako unawaambia nini sasa mashabiki, watarajie nini kwenye fainali hiyo? Mashabiki kwanza watarajie vitu vikubwa sana. Watarajie utaratibu mzuri, watarajie mambo makubwa. Hii ni fainali ya kihistoria. Historia yake kwanza inabaki kwenye muonekano wa uwanja. Historia yake kwanza kwenye miaka 60. Historia nyingine aina ya timu ambazo zinakutanisha watu wa mpira tofauti tofauti. Simba wako vizuri na wana kikosi kizuri, benchi lao la ufundi liko vizuri. Hata Mlandege pia wako vizuri, benchi lao la ufundi liko vizuri. Kwa hiyo tunaenda kuona moja kati ya mechi ya aina yake. Kwa hiyo mashabiki mimi na wasihi kwamba watarajie vitu vizuri, na kamati ya Mapinduzi imejipanga vizuri kuwapa burudani, kwa sababu hii ni michuano ambayo tunasherehekea miaka 60 na kila mwaka anakuweko. Kwa hiyo lengo lake kubwa sana ni kusherehekea na kuyaenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar, si kitu chengine chochote. Kwa hiyo sisi tutarajie utaratibu mzuri, na ndio maana mpaka sasa hivi hakuna mabadiliko ya viingilio yoyote tokea tunaanza mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kwa baadaye tutasubiria kama kesho kutwa, kama kamati kuu imekaa na imejiridhisha kwamba viingilio vitabaki
viwe hivi, basi itakuwa vizuri, kwa sababu unafahamu vizuri finali anakuwa mkuu wa nchi anakuwepo pale, rais wa Zanzibar, mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ndiye ambaye anatarajiwa. Kwa hiyo hata utaratibu wake wa kiprotocol unakuwa ni tofauti na siku nyingine. Kwa hiyo watu wasiwe na hofu kwenye kupandishwa pengine viingilio. Mpaka hivi sasa hakujapandishwa viingilio, lakini kama vitapandishwa watu wasiwe na wasiwasi, kuna watajuzwa mapema kabisa. Lakini mpaka hivi sasa viingilio viko vile vile, kuna 3,000, 5,000 na 10,000. Watu sehemu yoyote ile wajitokeze, waje waangalie burudani. Mlandege anavyochukua kombe kwa mara ya pili, lakini Simba anapochukua kombe kwa muda mrefu baada ya kulikosa kwa muda mrefu. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni fainali ya aina yake, na hata sisi kamati tumejipanga kuwapa burudani wananchi. Wanasema tembo akikanyaga kwenye ardhi anaacha alama kutokana na kile kishindo chake ama ule unyao wake mkubwa. Michuano hii imefanyika hapa, tumeona mpaka timu za kutoka nje ya nchi, tumeona Jamus, tumeona pia APR ya Rwanda wameshiriki hapa. Kwa upande wenu ninyi kama wakazi pamoja na wanakamati wa mashindano haya, mmepata funzo gani ama ni nini mmepata kutokana na mashindano haya? Tumejifunza vitu vingi. Kwanza, unajua unapokutanisha timu za rika tofauti tofauti kwenye ukubwa tofauti tofauti, level tofauti tofauti, unakuwa unajifunza vitu vingi. Kwanza unajifunza namna wanavyokaa, ukarimu, namna gani wao kazi zao wanafanya, mwingiliano wao uko vipi, technically wao wanafanya vipi. Kwa hiyo kwa upande wa Zanzibar, hususan kwenye shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar, lakini kwenye timu nyingine tumejifunza vitu vingi. Tumehisi wenzetu wana ukarimu hali ya juu, lakini wanawekeza nguvu sana kwenye kuwekeza, sio maneno. Unajua tunaishi kwenye nchi ambayo kwetu sisi Tanzania huku na maneno ndo anachukua nafasi kubwa sana kushinda reality ilivyo. Saa nyingine mchezaji hana vigezo, lakini namna ya promotion ilivyo, unaweza kusema kama huyu mchezaji anatoka Real Madrid, anatoka wapi, jambo ambalo kwa wenzetu hawajaliekea sana hiyo nguvu. Kwa hiyo tunapaswa pia kubadilika pia namna gani wenzetu wanaendesha mpira, wanavyojitoa wachezaji, pia namna ambavyo wanaweka line kuhakikisha mambo ya nidhamu. Pia tumejifunza na vitu vingi kabisa. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba imetupa funzo. Sisi wao wamekuja kwetu kujifunza namna gani tunasherehekea mashindano yetu, namna gani tunakaa na unavyosikia Zanzibar kwamba tunasifikana kwa ukarimu. Wamepata kujifunza vingi, lakini hata sisi pia tumejifunza kwa APR, tumejifunza kwa Jamus, tumejifunza kwa ile ya Burundi, tumejifunza Vitalo ya Burundi, tumejifunza na timu nyingine. Hii inatupa experience kuingia kama Mlandege hivi sasa. Mlandege kwenye msimamo wa ligi yupo kwenye top 4 ile ya juu, kuanzia nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 4. Amegain vitu vingi sana kutoka kwa hizi timu. Amegain vitu vingi sana kutoka kwenye Simba, kwenye Yanga. Hata hii inawapa nafasi kwamba wanaposhinda taji la ubingwa mfano wa ligi kuu, wanaenda kucheza na timu kutoka nje. Hakuna kumwogopa mtu. Na hata ukiwa wasikiliza mashabiki wachezaji wa Mlandege, sisi hata hatumuogopi mtu. Sisi tunawaheshimu watu kwa namna ya historia yao na ukubwa wao. Lakini kwa ujumla kwamba sisi hatumuogopi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba mwingiliano umekuwa ni mzuri, watu wanapata experience, watu wanafahamiana, wanapata kujenga udugu. Kwa hiyo kwetu sisi imetufunza more than vitu vingi sana. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na hata mwaka 61 ambayo tunaadhimisha miaka 61 ya mapinduzi ya Zanzibar, tutarajie utofauti wa timu nyingi kabisa. Kama mara hii kumekuwa na timu kama 3 kama 4, tutaenda mbali zaidi kuhakikisha kwamba hata wenzetu pengine Botswana na sehemu nyingine ambao kwa mwaka huu hawajapata nafasi kutokana na ratiba zao watakuwepo. Kwa hiyo lengo lake ni kuhakikisha kwamba mashindano yanakuwa makubwa na mashindano yana gain experience ya timu tofauti tofauti. Bwana Pizarro, mimi sina la ziada, ni kushukuru sana kwa muda wako, lakini pia labda kama kuna kitu cha mwisho ambacho nataka kuwaambia hawa wana finali wawili Mlandege pamoja na Simba. Mimi cha mwisho nachotaka kusema, japokuwa ni mtego, umeniweka kwenye mtego, wote watoto wako hao. Wote watoto wangu, lakini mimi niendelee kuambia kwamba kombe linabaki Zanzibar. Kombe linabaki Zanzibar kwa mara nyingine. Niliwahi kuambia wakati tupo katika hatua ya makundi, niliwaambia kwamba kombe hii ni miaka 60 ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo kombe la mapinduzi tabaki Zanzibar. Na mpaka hivi sasa timu ya Zanzibar imeshaingia finali, inacheza na Simba. Simba aje kwa tahadhari. Aje kwa tahadhari kwa sababu Mlandege ni timu kubwa, ni timu iliyoko vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi na waomba popote walipo waje kwa tahadhari. Mlandege sio mtu wa kuzembea. Simba aje vizuri, Mlandege sio watu wa kuzembea. Pengine watu wanaweza kainukuu hii kauli vibaya kwamba huenda kukao kuna maelekezo kwamba ili kombe libaki. No.
Hamna, unajua sisi watu wa football. Sisi watu wa football. Mambo ya entertainment kwetu sisi ni vitu vya kawaida. Mimi nipo Zanzibar hapa. Kwa hiyo saa nyingine timu inacheza ya Zanzibar, sawa? Anacheza na timu ya Tanzania bara. Asilimia nyingi nitasema kwamba bwana, mimi nataka kombe achukua libaki hapa Zanzibar. Mlandege achukua kombe, lakini hata akichukua Simba hamna tatizo, sote ni wamoja, sisi Tanzania ni moja. Lakini sisi tupo katika football. Football ni entertainment, lakini itapendeza zaidi kombe likibaki Zanzibar. Ni mapinduzi ya Zanzibar, kwa hiyo kombe likibaki Zanzibar itapendeza vizuri kabisa. Bwana Ali Rashid Pizarro huyo akimaliza hivyo, lakini akiwaambia Simba waje kwa tahadhari. Kwa hiyo mashabiki wa Simba bwana, mkiwa mnaenda uwanjani msiende na matokeo yenu mfukoni, kwa sababu Mlandege ni timu hatari kama alivyothibitisha, usimkatie mtu tamaa. Yani, kama bado anapumua usimkatie mtu tamaa. Bwana, mimi nikushukuru sana, nikutakie kila la heri. Sawa, asante sana, nakushukuru sana.